Hello guys, good morning, good evening or good afternoon wherever you're watching from. It's your girl Doreen. If you're new here, consider subscribing. To the returning subscribers, thank you so much. Then to my loyal fans, bila kusahau, big up. Guys, allow me to use this mic cause nimekuwa nikisikia malalamishi, watu wanasema Doreen kuna kelele, nyamazisha watoto. Niko na mtoto mmoja guys. Zile makelele zingine huwa zinatoka na kule nje. Unajua kufuatana na hii kifo cha baba, shule zingine hata zishafunga. Of course walikuwa shamaliza mitihani, wanafunzi walikuwa shamaliza mitihani. Then saizi unajua it's like a holiday since baba akufe, imekuwa ni kama ni holiday. That's why unaona hata shule zingine zilikuwa zishamaliza mtihani, hata watangoja report, wataambiwa tu nendeni nyumbani. So wanafunzi saizi wako nyumbani, some of them, na wengine maybe wanatarajia kufunga this week. Anyway guys, hii hata ituhusu. Sijui nani amesikia akisema, mtu akisema vindu vichenjanga. Kwa wale ambao wajui things changes, vindu vichenjanga. So saa hizi mambo imebadilika. Hii vita ilikuwa ya Bravo, ikakuwa ya Babu na Senior Dave. Sasa saa hii wameachana na Dave, sasa ni vita kati ya Bravo na mzee Mganga. Sijui ndio Babu, sijui kama yeye ndio Mavingumu. Mavingumu ni mjanja. That's why anashindanga kusema Mavingumu is a spirit. Anashindanga kuingia kwa watu tu, anaingia kwa watu. Guys, I think better hata nani huyu anaitwa aje? Chorea. Better Chorea aliondokea hii kitu mapema. Juu alijua something bad inaenda ku happen na hata si akuondokea kupenda kwake. Hii vita wakati alikuwa anang'ang'ana, Bravo hakuona kama Chorea anafanya kazi. Akavuta Chorea akaamua kuingia kwa ground. Sasa hiki kimemramba. Aliona kama Chorea alikuwa anafanya mchezo. Better hata Chorea aliondokea. You can imagine kama tungekuwa tunadeal na Chorea, alafu tungekuwa tunadeal tena na Bravo. Hey guys, magaidi wawili. Na ingekuwa rahisi. Niliwaambia Bravo ako na akili ya kusoma, akili ya kuzaliwa ana kabisa. That's why unaona akili ilimwambia aende kwa duka, aenda anunue sumu. Sijui kama ni sumu, but sidhani kama ni sumu juu kama ni sumu angefungua na meno. I think hiyo tu ni dawa alikuwa amenunua ekee Babu akunywe apate kuongea ukweli ama kitu happen ama ni nini, mimi sijui venye walikuwa wameplan. Then Babu alinotice, mizimu akamwambia simama. Jamaa ati anaenda kujisaidia, kumbe anaenda kufanya zile vitu zake. Yeye na akachanganyikiwa, instead hiyo glass ya sumu ama ya hiyo dawa aekee Babu akajiwekea. Sijui kama kuna mtu alinotice. Sasa yani kuna confusion. Then Babu before kunywa hiyo yake alikuwa anaangalia hivi na kioo. Unajua naamini hii mkono pia ni kioo. Unaona anafanya hivi, ana confirm kama iko sawa ama kuna kitu. Aka confirm. Mimi sijui kama Bravo alikunywa hiyo kitu, but let us hope hata kama alikunywa, mimi hata sishtuki by the way. Kama alikunywa kukunywa, we don't care. Ni sisi bora tu Senior Dave team wapate haki. Juu ukiangalia hapa maombi ishaanza kufanya kazi na niyo dhabihu ilitolewa ya 300. Ilikuwa pesa ngapi guys? Dhabihu ilitolewa juzi. Ila walisema sijui champion alibeba ile juzi. Hiyo dhabihu ndio inafanya kazi. That's why unaona wenyewe wanavurugana. Saa hii Bravo anadai 15 million. 15 million natoka wapi saa hii? Mganga mwenyewe it's like sijui amekula vitu za ushetani, vitu za mizimu ama ni pesa zenye huwa anakula anaweka kwa tumbo sijui. Juu amenona. Sasa huyu anadai 15 million. 15 million natoka wapi? Kiendacho kwa mganga akirudi. Mganga mwenyewe hata hajui hizo pesa akichukua anapelekanga wapi. Sijui huwa anafanyia nini. Then mimi, the funny thing with this mganga, guys, mimi mara mingi naonanga, nimejipaka mafuta mingi. Mimi mara mingi naonanga waganga wanashindanga kwa msitu. Kwani Babu ilikuwa aoge pia akuje kwa restaurant? Ama wacha tuseme hivi, Bravo alitumia akili akasema akienda kwa Babu atamvuruga kama last time. Unajua last time Babu alikuwa amfanya nini? Sijui Babu alikuwa amfanyia nini, alikuwa anamfanyia vitu fani wakati Bravo alienda kumuattack. Sasa na akili akamwambia wacha niite Babu kwa nyumba, akikuja nitamwekea sumu ama nitamwekea dawa ifani ni mchanganye. Mizimu nao bado wako on. Sasa Bravo, mimi that's why nimesema tuombe Bravo wakati anarudi, kina Senior Dave team wakirudi, warudi na yeye. Juu sasa Bravo ameshindwa venye ataomba msamaha. 15 million apati, sijui hoteli imeuzwa, nini iliuzwa, kila kitu imeuzwa. Maisha ndio hiyo venye imebaki venye iko. Guys, sijui kama kuna mtu ana sense kitu guys. Sijui kama kuna mtu ana sense kitu. Penye imefika, sasa kuna enmity between Bravo and huyu mzee. Huyu Babu. Kitu inaenda kufanyika hapa,
Babu anaenda kupigana na Bravo, wanaenda kuachana kwa vurugu. Babu anaenda kuacha kazi ya Bravo, anaenda kusarenda, anaenda kuacha. Since alikuwa kazi, alikuwa business, pesa ashazipata, anaenda kuondokea hii kazi ya Bravo, abaki peke yake. Juu hata babu mwenyewe akiangalia, watu wake wote amekuwa nao mission, wameondoka. Kina Bravo, bibi ya OCS, not Bravo, bibi ya OCS, Champe, nani? Huyu mwingine, Elvis. Watu wote walikuwa wametekwa nyara, wamekuwa wakifanya nao kazi, wameondoka. So kitu yenye iko hapa, huyu mzee sijui tutamuita Mavingumu ama tutamuita aje, acha tumuita Ango ya Champe. Ango ya Champe anaenda kuvuruga Bravo. Bravo asiposikia vizuri atamsacrifice yeye mwenyewe. Na ndio afanye hivyo, itakuwa ni anazuia ile mali anadai. Kumbuka 15 million, wewe unadaiwa 15 million utapeana. Na kama hiyo 15 million hatapeana, Bravo asipopeana hiyo 15 million, it's either afanywe zuzu, afanywe bubu, afanywe wazimu ama hata auliwe. Sasa hizi maisha ya Bravo iko hatarini. Sijui akili itafunguka aje akuja realize ako kwa makosa, ajiombe msamaha ama rudi aombe Senior Dave msamaha, waachane na babu. Juu sasa saa hizi you can imagine kama Bravo anaenda kukaa chini afikirie kumpatia sumu. Msisahau babu ashajua. Babu ashajua Bravo alikuwa ashapanga sumu mkunyisha, ameshajua. Mizimu ashamuonesha, so ashajua. Na hiyo ni vita ingine. So niambie wakati unaenda kuanza vita vya mwili, vita za kiroho wakipigana na pana. Niambie unadhani babu tena atarudi kumweka kwa mwili ati hope sijui nini Bravo I'm sorry tufanye kazi. Bravo saizi, babu anajua Bravo saizi hana pesa. Pesa zenye alikuwa nazo zote zimeisha. Ameuza kila kitu na hiyo ndio ilikuwa furaha yake kwa shetani. Shetani anatakanga aone ukifilisika. Yaani vitu zako zote ziishe ziende kule kwao. Alafu ukiisha wanakuacha. That's why unaona saizi Bravo hana rafiki. Bravo hana rafiki, hana pesa. Mganga instead ya kusimama naye, it's like wameanza kuvurugana. Guys, kuna mtu anaona kama Bravo atasaidika. Bravo asaidiki guys. Kumeisha. Imeisha hivyo, pesa zimepotea hivyo, maisha yake imeisha hivyo. Kama ataenda kujigundua wanaenda kumwangamiza. Na sijui mtu atafanya aje amuokoe. Guys, kumekucha juu. Inaona Bravo ameachwa na kila mtu kwa sababu huyu cameraman wa Bravo, sijui kama ndio ule alikuwa wa Charles. Mnakumbuka Charles akijiunga na hii kikundi ya magaidi, alikuwa na cameraman wake. So sijui kama ni ule cameraman alikuwa wa Charles, ndio Bravo ako naye. Pia hata ashtuki, pia hata ashughuliki na maisha ya Bravo. Anaona tu vizuri Bravo ameinterchange ile soda ya sumu anataka kukunywa, badala amwambie na wako wawili, yeye ametulia tu ana shoot. Kwani ana shoot nini? Ukishoot lazima ufocus. Lazima ufocus na kamera, ujue unachukua nini. Unafaa urotetisha iende wapi. So hivi ana focus, but hizi mwambie boss, hiyo yenye umejiwekea ni ya sumu. Ama akili pia yeye imechanganyikiwa. Guys, kazi ya Mungu, hamtaielewa venye Mungu hufanya kazi, miracles. Hamtaielewa. Mimi am very sure hiyo sumu hata kama hatakunywa, anaenda kuokoka by fire by force. Anyway guys, mkuwe na siku njema, be blessed, tukingojea tuone venye mambo itakuwa. Mbarikiwe sana, goodbye.